Mpango wa kuhamisha Wapalestina ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza unaendelea. Marekani na Israel zinaendelea na mpango wa kuwaza ni wapi watakubaliwa wakazi hao wa ukanda wa Gaza na ni nchi zipi ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuwachukua wakazi wa ukanda wa Gaza kwa nia ile ile waliokusudia kwamba ukanda wa Gaza lazima uwe chini ya mamlaka na milki ya Marekani. Wakati huu taarifa zinadai kwamba mpango wa kuhamisha watu wa Gaza umeanza na takribani wakazi 70 wamechukuliwa kuelekea Ulaya. Wizara ya Ulinzi itasimamia uhamisho wa wakazi hao na kiongozi atateuliwa hivi karibuni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakazi wa ukanda wa Gaza wanapata nafasi ya kuhama kwa hiari yao. Wakosoaji wanaonya mpango huo unaweza kusababisha watu kulazimika kuhama makazi yao, kwani hakuna nchi ya tatu iliyokubali kuchukua wakimbizi. Kama sehemu ya awamu ya kwanza ya mpango wa kuhakikisha Wapalestina wanaotaka kuondoka Gaza kuelekea nchi ya tatu ambayo ilionekana kuchukua sura Jumatano iliyopita, wakazi 70 wenye uraia wa kigeni au uhusiano wa kifamilia nje ya nchi waliondoka kwenye uwanja wa ndege wa Ramon wa kusini mwa Israel kwa ndege ya kijeshi ya Romania kuelekea Ulaya. Mamlaka ya Israel ilisema walisaidia katika uhamiaji kama sehemu ya sera ya uhamiaji. Kuondoka kwa kundi hilo kulikwenda sambamba na operesheni mpya ya kijeshi huko Gaza na shinikizo la kimataifa la kurejesha misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Wakazi waliondolewa ambao idadi yao inatajwa kuwa ni 70 kulingana na tovuti ya Jerusalem Post ya nchini Israel, ni wakazi ambao wana asili ya mataifa mengine, kwa maana baadhi ya wazazi wao ni sehemu ya Waarabu wa Kipalestina, lakini pia wazazi wao wengine wamezaliwa katika mataifa mengine, na hivyo imekuwa ni rahisi kwa watu hao kuamua kwa hiari yao kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Taarifa zaidi zilizotolewa na Jerusalem Post kupitia tovuti yake zinasema, tunafanya kazi kwa kila njia kutekeleza maoni ya rais wa Marekani na tutamruhusu mkazi yeyote wa Gaza ambaye anataka kuhama eneo hilo kwenda nchi nyingine. Waziri wa Israel Katz alisema akirejelea mpango ulioandaliwa wakati wa Donald Trump ili kuwafukuza wakazi wa Gaza na kufanya maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo kupitia uhamisho kuelekezwa nchi zingine. Baraza la mawaziri la usalama la Israel liliidhinisha kuanzishwa kwa kurugenzi yenye jukumu la kuwasaidia Wapalestina huko Gaza wanaotaka kuhamia nchi za tatu, sehemu ya mpango mpana uhamiaji ulioendelezwa na Israel Katz kwa utaratibu wa Marekani. Mwishoni mwa wiki serikali ilithibitisha kuundwa kwa ofisi ya uhamiaji kwa hiari, ambapo Katz alisema inawezesha kuondoka kwa salama na kusimamiwa kwa Wagaza kulingana na sheria za Israeli na kimataifa. Wachambuzi wa mambo katika ukanda wa Mashariki ya Kati wanasema kwamba huu ni mpango thabiti wa Israel kuendelea kuteka maeneo ya Wapalestina hasa waliopo katika ukanda wa Gaza, huku akionya kwamba huenda ukasababisha vita vikubwa zaidi baina ya Israel pamoja na kundi la Hamas na makundi mengine ya wapiganaji, huku ikidaiwa kwamba huenda Iran ikaingilia kati juu ya suala hili la kuwaondoa kwa nguvu wakazi wa ukanda wa Gaza. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaendelea kutafuta nchi zilizo tayari kuwachukua na kuwapa hifadhi na makazi wa Palestina kutoka Gaza. Mawaziri wa Israel waliambiwa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri ambao umefanyika Jumamosi. Wakati wa mkutano huo, baraza la mawaziri la usalama liliidhinisha pendekezo la waziri wa ulinzi Israel Katz la kuanzisha ofisi ya uhamiaji wa hiari kwa wakazi wa Gaza ambao wanaonyesha nia ya kuhama nchi. Ofisi hiyo ambayo itaanzishwa hivi karibuni ndani ya Wizara ya Ulinzi itakuwa chini ya wajibu wa moja kwa moja wa waziri wa ulinzi na itakuwa na mamlaka ya kufanya kazi kwa utaratibu wa mashirika ya kimataifa na vyama vingine vinavyohusika kulingana na maagizo ya ngazi ya kisiasa. Pia itaratibu shughuli za wizara zote za serikali zinazohusika katika suala hilo. Lojistiki nyuma ya uhamiaji zinaendelea kupitia kurugenzi hiyo inayofanya kazi chini ya Wizara ya Ulinzi na inaratibu mashirika ya kimataifa na kusimamia vifaa katika vivuko vilivyoteuliwa na pia kusimamia miundombinu ya ardhi, bahari na uhamiaji wa anga. Waziri wa fedha Bezalel Smotrich amependekeza muda kabambe wa kuwahamisha hadi wa Gaza 10,000 kwa siku moja, huku akisisitiza kuwa vikwazo vya bajeti havitazuia mchakato huo. Wakosoaji wanaonya kuwa mpango huo una hatari ya kuvuka na kulazimika
kuhama makazi yao, wakati hakuna nchi ya tatu ambayo ingekubali hadharani kuchukua idadi hiyo kubwa ya wakimbizi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wakazi hao katika ukanda wa Gaza, ikiwa wataondolewa, ni kwamba watalazimika kuishi huko kwa muda mrefu zaidi na kwamba wataishi huko milele. Na hadi wakati huu bado kumekuwa na sintofahamu ya mataifa mbalimbali kukubaliana na hilo. Na wakati wa kikao hicho cha baraza la mawaziri waliidhinisha kutenganishwa rasmi kwa vitongoji 13 vya ukingo wa Magharibi kuwa makazi huru, na hivyo kuzidisha mvutano kuhusu sera ya Israel katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Mpango ulikuwa ni kuwapeleka katika eneo la Misri pamoja na Jordan, na inadaiwa kwamba kiongozi wa Jordan amekubali kuondolewa kwa wakazi wa Gaza, lakini ni Misri pekee ambayo imekataa pendekezo hilo, na Misri imesema kwamba kamwe hawataondolewa wakazi wa Gaza kupelekwa kwengine kwa ajili ya ujenzi wa eneo hilo, ila tu mataifa ya Kiarabu yatapaswa kuchangishana kwa ajili ya kuijenga Gaza, huku wakazi wa Gaza wakiendelea kuishi katika nchi yao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.